Kwenye sherehe tunajua ni sehemu ambayo kunakuwa na mchanganyiko wa watu. Lakini kuna usemi mmoja wa Kiswahili unasema ukitaka kutafuta mchumba usiende kwenye sherehe. Huko kwenye sherehe ndio kuna shughuli kweli kweli, unakuta watu wamewaka vibaya mno. Huwa haikusumbui? Ukisha jua pale ni eneo la kazi, utajiheshimu. Lakini kila unayemwona, kuvutiwa sio kujiheshimu kwanza. Unaweza kuvutiwa, lakini usifanye maamuzi. Hapo unakuwa hujavutiwa. Kwa sababu gani? Ukisema uvutiwe na ufanye maamuzi kila sherehe. Let's say mimi nafanya sherehe kila weekend. Utawachukua wangapi? Lakini pia utapoteza wateja wa kesho. Kwa sababu kuna mtu atakufuata MC, naomba namba. Au anakuja na kupongeza na tabasamu. Sasa wewe kwa kutokujua unajua hapa ndio nimepata gap. Unamwomba namba anakupa. Na kwa sababu anavutiwa na kazi yako anakupa. Lakini huyo huenda na mchumba wake kakupa namba, ni tayari ni moja yani wewe tayari ni MC ambaye aishakufikiria utakuwa MC kwenye shughuli yake. Alafu unaanza kumsumbua. Anakutoa. Tayari umekosa kazi. Kwa hiyo wanaokuja ukumbini vutiwa nao sawa, lakini uwe makini. Uwe makini, hao ndio wateja wako wa kesho. Sawa.